RC Chalamila. RC Chalamila awataka wafanyabiashara kuacha kutumia vipimo batili. Ewa. Wafanyabiashara ambao wanatumia vipimo batili wanadhulumu, waache mara moja. Tunaongea na wote wenye maduka, wenye swima wanauza hizi nafaka. Mwache kuibia watu. Mwache kuibia watu. Yaani wewe, mimi nimekuja kununua kilo 5, akishagundua kwamba huwezi kusoma ule uzani ule wa ule mkubwa ule, achana na ule wa kuweka mawe ule. Ule uzani ule, akishagundua kwamba huwezi kusoma ikiwa robo inakuaje, nusu inakuaje, utarudi na kilo 2 nyumbani na ulienda kuagiza kilo 6. Unamsikia mtu anafanya biashara ya nafaka hizi, anakwambia kwenye gunia moja kama kuna kilo 100, mimi naweza nikamuuzia mtu nikapima zikasoma kilo 150. Sijui naelewa hapo kaka. Anafanyaje sasa? Yeye wanajua wanavyofanya wao, wanajua. Kama kuna clip moja mtandaoni ipo, nilikuwa natazama. Jamaa anapima, anampimia mtu kwenye ile mizani mikubwa ile pale ya kuweka kama ni mzigo mkubwa na weka ndo anasoma. Jamaa kanyanyua mzigo, afu na yeye pia, wewe ndo unanunua ndugu yangu, umesema mbele hivyo uone. Mimi nakuuzia. Jamaa kanyanyua mzigo, kaweka kwenye mzani ule pale, afu na yeye kashindilia na mguu. Kwa sasa kuna mzani unasoma kilo za mzigo, lakini vile vile kuna kilo zingine uzito wa mwili. Mtu kakandamiza kwenda mguu hivi kashindilia, nikasema wizi huu. Pepo toka. Tena ukimwona kama unawamba kibao cha mgongo. Kwa hiyo bwana, waache. Chalamila amesema waache mara moja. Tusirudishane nyuma, tunarudi kule kule, tusirudishane nyuma. Haya. Kuna watu wengine hata ukifa leo utaenda kueleza nini? Ulikuwa unadhulumu haki za watu, za Tanzania. Yaani mtu amepigana kutafuta hiyo 3000. Umeona? Si ndio? Ili aje kupata kilo ya unga au maharage na nini. 3000 yeye ameitafuta kwa jasho sana. Wewe unakuja unamdhulumu hiyo haki yake ambayo ameipigania kwa muda mrefu kwenye jua, mvua, ili aweze kupata. Mambo gani haya? Lakini wewe unajitazama wewe, huo ni ubinafsi.